Koma. Karibu ndio neno la kiungwana na kila muungwana anapenda kusikia likipenya kwenye nta zake za masikio. Huyo hapa ni mbuji na mshititi wa lugha au shinadhimu ya Kiswahili, mwite Salim mwanangwa wa Ahmed. Bwana, leo kwenye mradi Koma bwana niko na mwanangu Jecha, lakini niko na daktari. Huyu bwana anaweza akatulisha vitu fulani vizuri kutokana na kile ambacho tutakizungumza leo. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Jina? Naitwa Dr. Abdul Mkenge. Dr. Abdul Mkenge. Yes. Lazima uweke dokta mbele. Yes. Wakita Abdul inakuwa nimekosa kiremba. Yes, ina uzito kidogo. Mtu akisikia anajua hapa nimefika sehemu yake. Kuna watu wanapenda kujivisha udaktari na si madaktari. Changamoto sana. Na ili uwe daktari lazima miaka ichanike. Ichanike. Kuna 5, kuna 3, sijui kuna mingapi. Unaweza shangaa miaka 10 na kitu kwenye elimu ya udaktari. Alafu mtu tu anapiga kelele Mwijako anataka ajiite daktari. Bwana jina? Bwana mimi kwa majina wananiita Deus Mihambo. Deus Mihambo. Yes. Bwana Deus Mihambo, leo katika mradi Koma kuna chachu kidogo ambayo ni wimbi kidogo la taifa, na ukizingatia daktari anaweza kutupa takwimu hapa isiyokuwa rasmi, wanawake kwa siku wanazaliwa wengi sana kuliko wanaume. Lakini kuna wimbi la nguvu za kiume. Okay, ndio. Yaani leo nataka tujadili kidogo kwa nini kuna wimbi na ongezeko kubwa la nguvu za kiume. Okay. Ni kweli siku hizi ukija kuangalia hasa katika kizazi tulichokuwa nacho sisi, wengi wana matatizo ya nguvu za kiume. Lakini nini maana ya nguvu za kiume tunasema, au upungufu wa nguvu za kiume? Upungufu wa nguvu za kiume tuna maana ni kwamba mtu anashindwa ku maintain pale uume unapokuwa unasimama. Kwa hiyo ule uume ili uwe imara ndani ya muda kadhaa, kuna mtu anashindwa kuimarisha ule uimara. Au kuna mwingine anaweza ni kwamba akawa na mtu wake akafanya mshindo mmoja, baadaye anashindwa kuendelea au kusimamisha, tunasema. Hiyo ndio tunasema tafsiri ya nguvu za kiume. Tafsiri ya nguvu za kiume huko pamoja na daktari. Mimi bwana nataka kuwa naye lakini unakataa. Nakataa. Nakuja afu nakataa. Kwa sababu gani? Ukiangalia kwanza kuna vijana wa sasa wanakuambia pesa ndio nguvu za kiume. Ukishakuwa na pesa zenyewe zipo tu. Alafu wanaamini kwamba kila mtu ana nguvu za kiume. Isipokuwa tu ni kwa kipindi gani na kwenye nafasi gani ambayo utakuwa nayo. Ndio. Lakini wataalamu wanakuambia pesa ndio nguvu za kiume. Daktari, nini kinasababisha? Okay, amechangia vizuri kwa mada yetu, lakini ni kwamba bado yuko mule amesimama katika mada. Isipokuwa alichokitaja yeye sasa, hiyo tunasema ni risk factor. Hakuna anachokwepa. Hakuna anachokwepa. Hiyo ni risk factor. Kwa sababu kuna mazingira hatarishi ambayo mtu akiwa nayo anaweza akawa anapata shida hii ya matatizo ya nguvu za kiume. Kwa mfano kama ukazungumzia nguvu ya kiuchumi, anasema ni pesa. Ni kweli sometime unaweza ukawa na mwenzi wako au umempigia simu baby wako njoo sehemu fulani, lakini ukijiangalia mfukoni hauna kitu. Au katika tendo la faragha, alafu mtu anakuomba pesa ya kodi. Anakuomba pesa ya kodi. Lazima nguvu zishuke. Yaani zishuke, unashindwa. Nini tatizo daktari? Tatizo ni kwamba kwa mfano mtu anapokuwa labda ana kama mapungufu ya pesa, si ndio? Labda umeombwa pia na baby wako. Baby unampenda, unataka umaintain asikimbie, asiondoke kwenye himaya yako. Kwa hiyo sasa wakati yule anapokuomba pesa alafu wewe hauna, sasa unaanza kufikiria kichwani. Sasa kitaalamu miili yetu imetengenezwa katika mifumo mingi sana. Kuna mifumo hivi miili inatengenezwa au inaumbwa? Imeundwa, tunasema ni kwamba exactly. Kwa hiyo kuna mifumo mingi sana. Kuna mfumo wa mawazo wa kisaikolojia, sawa. Kuna mfumo wa tunasema ni kwamba upumuaji, kuna mfumo wa uzalishaji pia, sawa. Kwa hiyo unapokuwa hauna pesa, unapokuwa unafikiria zaidi, mwili unakataa kurespondi kufanya kazi nyingine. Kwa hiyo baadaye ndio inapelekea mpaka mtu anakuja kuwa na tatizo au changamoto ya nguvu za kiume. Okay. Kuna point moja uliongea mwanzo, ndio ukasema namna ambavyo mtu anashindwa kuhimili na nini hasa kinasababisha mpaka mtu anakuwa anashindwa kuhimili, anashindwa kufika, anashindwa kuwa target. Exactly. Ukimweka kae. Exactly. Yes. Umeuliza swali, tunasema ni kwamba penyewe au mbuzi kafia kwa mpika supu, tunasema. Daktari naye yumo bwana. Daktari tunaye. Huyu bwana umweke kwenye mambo yako ya uigizaji. Anafaa. Afai kwenye sinema. Anafaa. Ana hela kunilipa.
aache kufanya kazi za msingi za kuhudumia jamii, aje kwenye masuala ya kuchekesha. Take one action. wakati anaitwa dokta. Sawa. Tutakupitisha umo tu kwenye udaktari. Sababu uzuri wa fani yetu vitengo vyote vipo. Okay, sawa. Yaani ni nchi ambayo inatembea angani. Okay, ina wanajeshi, ina migambo, ina madaktari, ina walimu. Sawa. Usimpoteze kwenye mate. Okay, sawa. Ndio. Pale tunasema ni kwamba kinachopelekea ni hisia. Kwa sababu tendo la ndoa tunasema ni kwamba huwa limetawaliwa na hisia. Pia unatakiwa uwe fiti katika nyanja kama 3. Unatakiwa uwe fiti kibiolojia, kimwili na kiumbo pia. Sawa? Kwa hiyo mtu anapokuwa ana upungufu wa kitu fulani, kwa mfano ana upungufu wa pesa, sawa? Maana yake tunaingia kiuchumi kidogo. Kwa hiyo kitendo kile ukikaribisha katika nafsi yako, katika mwili wako, tayari pale hisia tunasema ni kwamba huwa zinapishana, hata zinakukataa kukupeleka kwenye kufanya tendo la ndoa, zinakurudisha kwenye kufikiria. Sasa kinachosababisha mpaka mtu awe na nguvu za kiume vizuri, homoni pia zinafanya kazi pale mtu anapokuwa hana msongo wa mawazo. Kwa hiyo unapokaribisha tatizo la kufikiria labda sina pesa kwa muda huu, tayari msongo wa mawazo. Kuna watu wanakuwa na msongo wa mawazo lakini hiyo shughuli ikifika mawazo hayachukui nafasi. Sasa hao kuna watu wa aina hiyo iko hivyo. Kwa sababu gani? Kuna wakati mwingine wanakwambia ukihisi uliye naye au enjoy, unavuta ya yule unayemtafuta. Alafu ndo unamleta pale. Kwa hiyo hisia zako tu ukiziweka kwamba sasa huyu Jeni ni Adija, nguvu zinaongezeka. Vijana wanasema hizi nguvu sijui zinatafuta nini na kwa nini zinakuwa zinaondoka. Kuna wakati zinakuwa hapa zipo lakini hapa zipo. Sasa ile huwa inategemea na uzoefu pia. Kwa mfano labda mimi nina mtu wangu nimemzoea, namjua personality yake yote jinsi alivyo, sawa? Lakini ukiletewa mgeni kuna muda mwingine unakuwa na hofu kwanza. Lakini mwingine mazingira yake pia ya usafi binafsi unakuwa kidogo uko chini. Unaweza ushangaa ni kwamba unashughulika lakini ngoma inaenda inakataa. Inaenda inakataa. Kwa hiyo unafanyaje sasa? Unavuta hisia kwa mtu wako ambaye mwingine uliyemzoea. Unakopesha. Na hata ukija kuangalia kwenye kitendo hiko waga kinachukua muda, ile hisia mpaka unaivuta inakuja inakaa, ngoma ndo tona tena Jecha, wewe unakopesha hisia? Kutafuta hizo nguvu? Inatokea, lakini mimi ninachokielewa ni kwamba kama upo na mtu ambaye unamuelewa, yani huwa hainakukopesha. Haina kukopesha. Kwa hiyo hii kukopesha inategemea sasa na mazingira ya yule ambaye uko naye. Ila binafsi mimi kukopesha haipo. Kuna kitu unakiogopa? Hapana. Yaani mimi siogopi chochote. Ila ukweli kabisa mimi sikopeshi. Lakini huo mfumo upo kwamba inafika mahali mtu sasa anavuta hisia za mtu mwingine. Tatizo hili limekuwa linazungumzwa sana, hasa wanawake wa watoto wa kike wamefanya kama dharau kuna wakati. Na wanaume wanakosa hiyo amani na vitu vingine. Ingawaje wanaume kuna vitu huwa vinawakata. Si tu tatizo hilo linawakata kutokana na watoto wa kike. Unajua watoto wa kike saizi mara nyingi wengi wanakuwa wanajiangalia nadhifu yao ni nje. Kuvaa weaving, kope, kucha, lakini nadhifu ya ndani wanaisahau. Ile nadhifu ya ndani ndio inapelekea wakati mwingine inakata, hasa kwa wanaume waliokuwa wengi. Tunasema kwamba kisima cha mfalme hakichoti maji ovyo. Lakini wako vijana wanaweza kapapatua na wakachota maji yenyewe. Hapo ndio nguvu zinavyoanza kupungua. Ni kweli. Kwa sababu anakuambia funguo ikiwa inafungua kila kufuli huwa inasifiwa. Lakini kufuli likiwa linapokea kila funguo linaonekana lile halifai, linakuwa litupwe. Kwa kama funguo itakuwa inaingia kwenye kila kufuli, yenyewe itasifiwa tu na itaonekana ni master key. Ila lile kufuli sasa likawa linapokea kila funguo. Bwana huyu anajitetea katika hilo la kwamba yeye ni master key. Wewe unamuunga mkono kwa fakti za kidaktari, kwa fakti kidogo za kwa fakti za kidaktari hapo kidogo naweza nikamkubalia kidogo kwa sababu ya tunasema ni kwamba funguo hairuhusiwi. Hairuhusiwi sema kufanyaje? Mimi yani msemo wangu nakwambia kwamba ukiona yani funguo inaingia kwenye kila kufuli na inafungua, inapewa sifa. Exactly. Lakini kufuli likiingia kila funguo na likawa linafunguka, hilo kufuli la kutupa ina maana linapoteza thamani yake. Nimeshamuelewa, aliongea kitafsiri. Kuna namna ambavyo anajaribu kuweka lakini kwa mimi hapo namkataa kidogo. Lakini tumeruhusiwa 4. Ni sawa, lakini usikimbie kuruhusiwa 4 tu, maana yake inategemea na dini pia. Na dini, exactly. Wazee wa zamani waliacha mambo ya dini, wao wakajiona kama
11, 8, 9 kutokana na mkuu wa kaya, mkuu wa boma. Sisi mambo ya dini yalivyokuwa mtawala sana, basi kuna dini zinakubali moja, kuna zingine hazitaki kabisa watu waoe na kuoana, lakini kuna wengine wanatakiwa waoe. Na hapo kwenye hao wazee hao 11 mpaka 12 anapata watoto 24 mpaka 30 copyright. Watoto wote ukiwaangalia utafikiri wamezaliwa na mama mmoja. Ila sasa hizi watoto wawili alafu wafanani vizuri. Sasa hivi watoto wawili mtihani. Juzi kati hapo kuna jamaa alikuwa analia duniani huko. Ana watoto wawili, imeenda kwenye masuala ya DNA, wale watoto wote wanaonekana sio wa kwake, lakini pia sio wa baba mmoja. Watoto sio kwake na pia sio baba mmoja. Sasa unapata picha hilo. Hiyo daktari, unaweza ukafanya ule mfumo wenu wa 1 mara 3, wewe ukafanya 3 mara 1. 3 mara 1. Sawa sawa. Ukishaona watoto wawili sio wa kwako alafu sio baba mmoja. Mimi nikirudi kwako hospitali ukiniandikia hii ndugu yangu, inabidi ufanye 1 mara 3. Wewe unaandika 3 mara 1. Ili mradi kazi iwe nyepesi. Kazi iwe nyepesi zaidi. Ni kweli. Sasa kuna swali moja hapa, upendo ni jambo la hisia peke yake au ni utekelezaji wa vitendo vya kila siku? Mimi naona tafsiri nzuri ni hiyo ya pili hiyo. Hiyo ndio inatengeneza upendo. Utekelezaji wa hisia za kila siku ndio inatengeneza kitu kinachoitwa upendo. Na nguvu zinakuwa zinapatikana na unakuwa uko vizuri kabisa. Upendo ni hisia tu au utekelezaji wa vitendo vya kila siku? Ni hisia ndugu yangu. Ni hisia. Upendo ni hisia. Kwa sababu ikiwa ni utekelezaji wa vitendo, unamkataa daktari. Mimi daktari namkataa. Kuna watu sio wa kuwakataa. Mwalimu ukimkataa utakuwa mbumbumbu. Daktari ukimkataa wewe maradhi yatakufanya urudi tena, utakufa kabisa. Wewe unaondoka ulimwenguni. Sasa unamkataa daktari au hapa tu. Sasa hatuwezi kukubali kila kitu. Unajua unaambiwa sio utekelezaji wa vitendo vya kila siku, ni hisia. Hisia ina nafasi kubwa sana. Japo haturuhusu hisia zituongoze, lakini hisia ina nguvu kubwa. Tukisema kwamba ni utekelezaji wa kila siku, tafsiri yake sasa utapenda kila mtu kwa sababu kwa upendo huu wa kiagape, yani kwamba tunatakiwa tupendane, ni utekelezaji wa kila siku. Tukirudi kwenye ule upendo sasa wa kumchagua mmoja ambaye ndio utampenda, inabidi iwe hisia. Yes. Kwa mawazo yangu. Sawa. Hisia kama hisia za utekelezaji wa kila siku. Iwe hisia tu. Kama zitakuwa ni kila siku au sio kila siku, lakini hisia ndio iwe. Mtu akija kwako ana matatizo ya nguvu ya kiume, daktari, unamtibia? Yes, inawezekana kabisa, inawezekana. Si mambo ya sindano, ni mambo ya kisaikolojia na vitu. Cha kwanza unaanza kuchukua history kwanza kwa mhusika aliyekuja, utagundua ni kwamba kipi kimesababisha hii tatizo, enzeni utamtibia kutokana na kile kinachosababisha. Na asiwe mgonjwa wa sukari. Asiwe mgonjwa wa sukari. Kuna wengine wanakuwa na matatizo ya nguvu za kiume, aidha kapata demu mkali sana, alikuwa anatamani kumpata. Umeshaona? Kwa hiyo siku anaingia na yule demu, anaingia na yule mtu katika eneo husika, kwanza anapagawa. Yaani mtoto kamaona pale kakaa kitandani nini huko anachanganyikiwa yani. Kwele kavua anavurugwa akili. Sura yake inasawijika. Exactly kabisa. Kavua tu boxer mwanangu. Sasa anaingiza hofu nyingi mpaka kutamaki anakuja anashindwa kufanya kile kitendo. Kuna moja sijui iliitwa Koila ile ya Kihindi. Ambush pull. Ikichojolewa yeye anazimia. Au analala kabisa unamkuta anakoloma. Maana yake aamini kama ni mtoto amempata. Hiyo unachozungumza kidogo nataka unaunga mkono. Daktari akimbiliki wewe. Koila ushaiona Koila? Koila nimeiona Sharukani. Umenifahamu mzuri kwa hiyo sini nayozungumzia huyo sini Sharkan Babu. Jamaa anachukua mtoto mkali anamchojoa, akiona zimeshuka zote. Mimi unaniambia movie bwana, mimi movie bwana. Najua eneo lako hilo. Kwa masala ukiniambia mpaka dialogue za Sharukani anazoongea wakati ya mshipuli kwa ile hatari bwana. Bwana, huyu hapa ni mbuji na mshititi wa lugha au shina adhimu ya Kiswahili, Salim mwanangu Ahmed. Leo ni kwa daktari katika huu mradi koma kwenye upande wa nguvu za kiume, amjaribu kuyaweka vizuri na Deusi Mihambo pia, na kuacha na meme hapa. Kijana, tafuta fedha, tafuta pesa, baharini hakuna majini. Exactly.